Karibu tena mtazamaji wa Ushuani Media. Hii ni Ushuani Media kupitia YouTube. Tunafahamika kama Ushuani Media. Kupitia kurasa zingine TikTok, Instagram, Facebook. Tunafahamika kama Ushuani Media. Karibu kutazama matukio mbalimbali ambayo tunayapata ndani ya nchi yetu, nje ya nchi yetu. Na hili linatokea ndani ya mkoa wa Rukwa, wilayani Sumbawanga, katika kata Kizuite. Naenda kukuletea tukio la ndugu yetu anaitwa Petro Jomba. Alikuwa ni maarufu sana kwa jina la Jomba. Alikuwa ni mkazi wa kata Kizuite katika mitaa Sokoro, ambapo alikuwa na familia ya mke mmoja na watoto watatu. Alikuwa anajishughulisha na kazi ya kuendesha pikipiki kubeba abiria, yaani bodaboda, ambaye amefariki kwa ajali ya pikipiki maeneo ya Sokoro karibu na mtaani kwake. Petro Jomba alizaliwa tarehe 16 ya mwezi wa 7 mwaka 2000. Petro Jomba Mwambenja amefariki tarehe 30 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Chanzo kikubwa cha kifo hicho ni ajali. Moja ya kitu ambacho kimenifanya niwashe maiki na kamera Ushuani Media ni pamoja na ushirikiano wa vijana, haswa waendesha pikipiki, wakijikusanya pamoja kwenda kumsindikiza ndugu yao mpendwa Petro Jomba aliyefikishwa katika kata ya Milanzi, mtaa wa Kasisiwe, ambapo ndipo nyumba yake ya milele ilipowekwa. Tazama mtazamaji, kwa ufupi tu jinsi walivyoweka ushirikiano vijana wa kata ya Kizuite na kata zingine za karibu pamoja na kata ya Milanzi kwa ajili ya kumsindikiza mpendwa wao Petro Jomba, almaarufu sana kama Jomba. Na huu ni msafara mfupi tu wa Petro Jomba kuelekea katika makaburi yaliyopo kata ya Milanzi, mtaa wa Kasisiwe. Haina noma. Muise.
Ndugu jamaa na marafiki wanalia kwa uchungu, maumivu makali kwenye mioyo yao, kupotelewa na ndugu yao mpendwa Petro Jomba almaarufu kama Jomba. Mimi kwa majina naitwa Imani Aloni Barazi, nakaa mtaa wa Sokolo. Petro namfahamu vizuri toka nimehamia mwaka 2000. Kwa kweli Petro tumeishi naye kwa kushirikiana katika changamoto ikitokea. Kwa kweli alikuwa ni mtiifu kwa vijana wenzie. Pia kwa kweli tulikuwa tunaishi naye vizuri. Petro alikuwa ni mtu mkarimu kwa watu, alikuwa hapendi kuzozana na mtu. Jina naitwa Peter Isaya Kaonde. Mimi kwa upande wa Petro nimefanya naye kazi moja ya bodaboda mpaka siku anapata ajali. Tulijitahidi kadri ya uwezo wetu kumpeleka hospitali, ila ndio hivyo, Mungu amempenda. Alikuwa ni mtu mwema kwa kila mtu. Kwenye tatizo anahudhuria, kwenye shida anahudhuria, kwenye michango anajitolea. Unahitaji kupanga mipango. Maisha yako yanategemea wewe, hayategemei mtu mwingine. Hivyo basi, ushauri wangu kama mzee wenye umri nimewazidi na watoto kama ninyi, sio kwamba ni bahati mbaya, nimepita kwenye ujana najua. Kwa hiyo ninavyotoa wasia huu, ile fedha unaoipata, ile kazi unaoifanya bodaboda sio mbaya. Tuache kwamba bodaboda wana tabia mbaya, hapana. Bodaboda ni ofisi, inakupa wewe maisha. Unaweza ukasomesha watoto, unaweza ukajenga nyumba. Haielewi kwamba bodaboda basi ni wavuta bangi, bodaboda wako hivi, hapana. Bodaboda ni ofisi. Mungu amekuheshimu. Mungu anakupa pumzi asubuhi unavyoendesha, sio uwezo wako. Mtazamaji wa Ushuani Media, naomba nikuachie swali. Je, ushirikiano kama huu ni kwa vijana wa bodaboda tu, waendesha pikipiki, waendesha bajaji, ambapo kwa asilimia kubwa misiba inayotokea upande wao wanaonesha ushirikiano wa hali ya juu, haswa katika nchi yetu ya Tanzania? Sasa na sisi wengine, waandishi wa habari, wakulima na wengine wote tunaojishughulisha na shughuli mbalimbali, ushirikiano kama huu tunao? Roho ya marehemu ilazwe mahali pema peponi. Amina. Shukrani za pekee zimwende Edo, fundi pikipiki kutoka mitaa ya NBC pale Sumbawanga mjini, alisababisha kufika mpaka kata ya Milanzi kwa kutumia pikipiki yangu iliyo imara kabisa, ambayo imetoka mikononi kwa Edo. Fundi pikipiki anawakaribisha na nyinyi pia kufika katika maeneo ya NBC benki, ambapo ndipo anashughulika na kazi yake. Yes, bana, niko na blaza hapa ambaye anafahamika kwa jina la David Wedding. Huyu ni mtaalamu wa kuchomelea, kwa maana ya kwamba unahitaji madirisha ya grill mazuri na yenye urembo na muonekano mzuri, unahitaji mageti mazuri na yenye urembo lakini pia na muonekano mzuri, unahitaji kitanda saizi yote kuanzia 4 mpaka 6 kwa 6 na chenye muonekano mzuri chenye kuvutia, unahitaji jiko la kuchomea nyama kwa ajili ya biashara, lakini nyumbani kwako yupo jamaa anaitwa David Wedding ambaye ni mtaalamu wa kuchomelea. Lakini pia huyu jamaa anapatikana ndani ya Sumbawanga karibu kabisa na benki ya NBC pale, lakini ng'ambo yake. Huyu jamaa kupitia mitandao yake ya kijamii anafahamika kama David Alphonse pale Instagram, lakini pale Facebook anafahamika kama David Alphonse. Unaweza ukaangalia kazi zake jinsi anavyofanya, lakini pia unaweza ukachagua ni kitu gani unahitaji kupitia picha ambazo anaweka katika mitandao yake. Lakini kama pia unahitaji mawasiliano nao, unaweza ukamcheki kupitia namba 075223
8073. Anaitwa David Wedding kutoka Sumbanga karibu na mitaa ya NBC Bank. Lakini pia unaruhusiwa kuwekeza, kwa maana kwamba ukiwa na hela ndogo unaweza kaanza kulipa kidogo kidogo ikiwa kazi inaendelea kufanyika.